tanbih kwa wengi katika Uislamu, hasatan ahli sunna wal jamaa. Watu wengi wamekuwa wanazembea katika ibada adhimu ya kuchinja ndani ya masiku haya. Huna uwezo wa kwenda hija, hujapata uwezo huo, kadhalika bado hujafanikishwa. Yako mambo ambayo unatakiwa uyafanye. Katika hayo ni dhabhul adhahi lillahi azza wa jalla, kuchinja kwa ajili ya Allah. Tukija hapa msikitini kila muda, tukipita katika chochoro hizo, tunaona magombe, watu wanachinja kwa ajili ya washirikina, wanachinja kwa ajili ya mizimu yao, kwa ajili ya mashaitani yao. Ayuha almuslim as-salafi, idhbah lillah. Allah anasema fasalli lirabbika wanhar, sali kwa ajili ya Mola wako. Ibada hiyo inaikuwa katika kauli ni salatul Eid. Wanhar, na chinja kwa ajili ya Mola wako, sio mizimu wala mapango wala makaburi, kama alivyosema Farsi rahimahullahu ta'ala. Ndugu zangu, anasema Abdullah ibn Umar, aqama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bil Madina 10 sinin yudhahi. Mtume alikaa katika mji wa Madina miaka 10 yote anachinja. Mbuzi bei gani? Mbuzi bei gani sasa hivi? Ng'ombe wa kushirikiana watu 7 bei gani? Kweli wewe mtu wa sunna, miaka nenda miaka rudi, unashindwa kuchinjwa wewe? Mbona unatoa hongo kwa wale wanawake? Mbona unafanya haram? Mbona watu wanatoa pesa chungu nzima kwa ajili ya watoto wao kwenda maskuli? Milioni 2 wale mpaka milioni 10. Leo inakuja siku moja tu katika mwaka, siku moja unashindwa kutoa 2,200,000 ukalifanya jambo lillah, ukajipanga na wewe ukawa ni katika wale wachinjaji, unamwaga damu kwa ajili ya Allah, sio kwa sababu ya timu yako ishinde, wala chama chako kifanikiwe, wala mtaa wako tulizane, wala yale ulioambiwa na waganga wako. Unachinja lillah katika ibada adhim, iraqatu dima lillahi azza wa jalla, kumwaga damu kwa ajili ya Allah. Kwa hiyo watu wachinje. Unavaa kanzu nzuri ya 200,000 kuchinja kimbuzi kimoja mwaka mara moja, unashindwa. Stahi min rabbik, muone haya Mola wako, muone haya Mola wako. Hii ni ibada. Usipoifanya wewe mwana sunna, afanye nani? Hawa waganga kila siku wanachinja ng'ombe zao, na tukitoka hapa kwenye kutuba kesho watamwaga tena ng'ombe, watachinja na watatembea mitaani. Sasa wewe unaipata hii ni neema ya tauhid, ukawa unachinja kwa ajili ya Allah. La yanala Allah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Katika kitu ambacho Allah anakipenda ni kuchinja kwa ajili yake. Jielekeze katika jambo hili, tia nia ndani ya moyo wako kwamba mwaka huu na mimi nachinja kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya kutekeleza sha'iratun min sha'airi din. Na haya yote tunayafanya kuwa mbali na washirikina. Washirikina wanachinja mitaani kwa ajili ya mizimu yao, kwa ajili ya mambo yao mashaitani, na haya ni katika mambo ya haram. Man dhabaha li ghairi llahi faqad kafara au faqad ashraka, atakayechinja kwa asiye kwa Allah ameshirikisha. Huu ni ushirikina unaofanywa na hawa ni watu wa kuonewa huruma, wallahi wakuonea huruma. Lianna man mata ala ghairi tauhid, man mata ala shirki fahuwa fi nnar, kwa sababu atakayekufa ndani ya ushirikina akafa anamwabudu ng'ombe kwa kumchinja kwa asiye kwa Allah, anaabudu mizimwi, anaabudu mapango, anaabudu asiye kwa Allah, huu ni ushirikina. Na sahibuha fi nnar mukhalladan fiha, atakaa motoni milele. Hizi ni nasaha kwa wao, na hizi ni tanbihi kwetu sisi. Tuchinjeni kwa ajili ya Allah. Uwezo wa kuchinja tunao uwezo wa kuchinja wengi wetu, illa man rahimallah, man wajada saa falam yudhahi. Mtume mtazama anavyosema, atakayepata uwezo halafu asichinje, fala yaqrabanna musallan, asije tunaposali. Man wajada saa falam yudhahi, atakayepata uwezo watu wanao wa kuchinja. Kwa nini watu wasichinje kwa ajili ya Allah? Mukhalafa li haulai mushrikin, kwenda kinyume na washirikina wenye kuchinja kwa ajili ya mizimwi na mashaitani yao. Idhbahu lillahi azza wa jalla, inharu, chinjeni kwa ajili ya Allah. Hadhihi sha'iratun min sha'airi dinillahi azza wa jalla.